Karibu sana KingoFarm. Hivi karibuni tulipigiwa simu, kuna mfugaji ambaye siafu walikuwa wameingia bandani na alikuwa anauliza anaweza akawatoeje. Manake wazo lake alilokuwa anafikiria, alikuwa anafikiria kwamba apige na sumu, yani atumie sumu kuweza kuwaua. Sasa katika hiyo hali, kama utatumia sumu kwa ajili ya kuwaondoa siafu ambao wameingia bandani, moja kwa moja utawaua pia na kuku wako kama watakula ile sumu. Sasa tunayo hapa mimea minne ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuondoa wadudu bandani, na sio siafu tu. Unaweza ukatumia kwa ajili ya kuzuia mchwa bandani. Ninajua kuna namna ukijenga banda, mchwa unakuwa unatafuna zile mbao, lakini pia unaweza ukatumia kwa ajili ya kuzuia mbu, kama tunavyojua kwamba mbu anaeneza ugonjwa wa ndui. Kwa hiyo inatakiwa uzuie bandani kwa kutumia kuna mimea ambayo tutakutajia hapa. Kuna viroboto na utitili. Hawa ni wadudu ambao huwa wanashambulia moja kwa moja kuku wenyewe kwenye miili ya kuku. Kwa hiyo kuna namna ambayo nitakutajia hii mimea na unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuzuia vitu kama hivyo. Kwa hiyo nisikilize vizuri kabisa mpaka mwisho ili niweze kukuambia, na nitakwambia kila mmea unazuia vizuri wadudu gani na unafanyeje ili kuweza kuzuia hao wadudu. Kwanza kabisa tuanze na mmea unaitwa mvumbasi, au wengine waga wanaitaga haya majani kivumbasi, haya ambayo unayaona hapa kwenye picha kama. Na inawezekana labda haya majani kuna jina lenu nyinyi ambalo mnalitumia, utuambie hapo kwenye comment haya majani yanaitweje. Ila kwa Kiswahili yanaitwa mvumbasi. Sasa haya majani kwanza kabisa ni adui kabisa wa mbu. Kama utayaweka bandani kwako, unaweza ukachukua majani kama majani ukayachomeka kwenye banda lako, basi utakuwa umezuia kwa kiasi kikubwa sana mbu kuweza kuingia bandani. Lakini pia haya majani kama banda lako lina utitili kwa wingi, labda viroboto, kuna sasa wanaofuga kuku wa kienyeji, mara nyingi unakuta kuku wako wanashambuliwa na viroboto kwenye hili eneo la usoni. Ukichuma haya majani na kuyaweka bandani kwako, ukayamwaga hata pale chini, basi hilo banda litakuwa halina utitili kabisa na viroboto. Lakini pia hata kama kuku wako alikuwa na utitili au viroboto akaenda akalala kwenye lile banda, basi vitaondoka kabisa na kuku wako watakuwa vizuri kabisa. Mmea wa pili, au naweza nikasema kitu cha pili, ni kitunguu saumu. Kitunguu saumu kitwanga vizuri kabisa, ukakichanganya kwenye maji, ukamwagia kwenye banda lako, kama lilikuwa lina siafu au lilikuwa lina viroboto, basi vinaondoka kabisa. Au kwenye miti mle, kama kulikuwa kuna mchwa unakula mle, ukanyunyizia mle yale maji, basi huo mchwa utakoma kabisa. Lakini pia kuna huu mwarobaini. Sasa mwarobaini sisi hapa shambani kwetu tunautumia sana. Na tunautumia katika eneo gani? Mwarobaini sisi huwa tunatumia nguzo zake kwa ajili ya kusimika bandani, kwa sababu hili eneo ambalo tupo lina mchwa sana. Na kama utatumia nguzo za mwarobaini, basi mchwa hauwezi kabisa ukala mwarobaini. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo tumefanikiwa kuweza kuzuia mchwa. Lakini sio nguzo tu, pia majani yake kama utayatwanga vizuri kabisa, ukanyunyiza bandani, au ukayaweka kwenye ubao ambao umeliwa na mchwa, ukapaka yale maji ambayo yamechanganyikana na mwarobaini, basi mchwa unaondoka kabisa. Kwa hiyo kwa upande wa mwarobaini unazuia vizuri sana mchwa, unapambana vizuri sana na mchwa, kwa sababu uchungu ambao unao mwarobaini mchwa hauwezi kabisa utafuna. Ndio maana hata nguzo zake kama unaziweka bandani ni ngumu sana kuliwa na mchwa. Lakini pia unaweza ukatumia majani ya kisamvu. Haya majani ambayo yanakuaga ya miogo kama ambayo unayaona hapo. Haya ukitwanga vizuri kabisa kama vile ambavyo unatwanga
kisavu, ukachanganyia kwenye maji kidogo, ukamwaga bandani mwako, basi utitili na viroboto unaondoka kabisa. Na unaweza ukatumia hii kwa ajili ya kusafishia banda. Kama umesafisha banda vizuri ambalo lilikuwa na historia ya utitili na viroboto, ukamwaga, basi viroboto wanaondoka vizuri kabisa. Na uzuri wa haya majani ni kwamba kuku pia wanaweza wakala bila kudhurika. Kwa hiyo unaweza ukaona wakati unafukuza viroboto, lakini pia kuku wanaweza wakafanya nini? Hata wakila basi hawatazulika, tofauti na watu wengine wanaofikiria kama kuna viroboto watumie sumu ili kuweza kuwaondoa. Kwenye banda la kuku inatakiwa utumie kitu ambacho hakiwezi pia kikamdhuru kuku, lakini kitafukuza wadudu. Na mwisho kabisa ninawakumbusha wafugaji, kama ni kwa mara ya kwanza unaiona hii channel ya YouTube, basi sisi tunajihusisha sana sana na tiba za asili kwa kuku, namna ambavyo unaweza ukatumia tiba za asili kwa kuku, lakini na ufugaji bora wenye tija ambao unaweza ukapata faida kwa kuku wako. Hivyo tunavyo vitabu 4 hivi ambavyo vitakufaa wewe mfugaji. Tunacho kitabu cha Safari ya Ufugaji. Hiki kitabu ni mwongozo mzuri sana kwa kuku chotara. Kama wewe unafuga kuku chotara, basi mwongozo wake ni huu. Na kwa kawaida kuku chotara, ili kuweza kupunguza gharama za ufugaji, huwa tunawachanganyia chakula. Kwa hiyo tumeweka kanuni bora kabisa ambazo zitakupatia matokeo. Kama upo na shida kuku wako hawatagi vizuri, basi ukitumia kanuni ambazo zipo kwenye hicho kitabu cha Safari ya Ufugaji, watataga vizuri kabisa. Na kama ni kuku wa kukua, ipo kanuni maalum kwa ajili ya kuku wanaokua. Huu mwongozo ni sambamba kabisa na mwongozo wa tiba bora kwa kuku wa kienyeji. Huu pia ni mwongozo wa kuku wa kienyeji ambao ukiutumia utawafuga kuku wa kienyeji wenye afya safi kabisa. Kuna namna ya kuchanganya vyakula humo kwa kutumia gharama ndogo kabisa, na kwa kutumia material ambayo yanapatikana bure kabisa. Yani kwa mfano unatengeneza chakula kwa kutumia maganda ya ndizi. Usiwape tu kuku. Wapo wafugaji ambao wanafuga kuku wa kienyeji wanawarushia kuku vipolo. Kuna namna ya kutengeneza kile chakula ili kiweze kuwa na ubora. Kwa hiyo tumeelekeza namna ambavyo utatengeneza chakula, lakini pia tumetoa mwongozo wa vitamini za asili kwenye kitabu. Kina mambo mengi sana ukikipata. Na ufugaji wa broiler ni kitabu ambacho ni mwongozo wa ufugaji wa broiler. Kwa wale ambao unafuga broiler huoni faida unayoipata, kitabu kinakufaa. Hii miongozo yote mitatu, kila mmoja ni shilingi 10,000. Na hiki kitabu kingine cha tiba za asili kinakusaidia sana sana kuweza kutibia kuku wako. Kuku aina zote wanatibiwa, wawe kuku wa kisasa, wawe kuku wa kienyeji. Kuna tiba za namna ambavyo unaweza ukatibu magonjwa, hata yale ambayo yamezoeleka kabisa kwamba hayatibiki. Kwa mfano magonjwa ya kideri, kuna magonjwa kama vile ya ndui. Tunachukulia kwamba kuku akipata basi haiwezi katibika, lakini tiba zake zipo. Kitabu kinauzwa shilingi 10,000. Hivi vitabu vyote ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Vile vile nawakaribisha, mnaweza kujiunga na kundi la WhatsApp la mafunzo. Utafundishwa namna ya kumlea kuku tokea akiwa mdogo mpaka anakuwa mkubwa. Na pia kama una changamoto yote ile, basi ni kundi bora sana, unaweza ukashare changamoto zako. Kujiunga na kundi ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Asanteni na kwaherini.